Ah, Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Na matumaini ya kwamba tuko vizuri kabisa kimwili na kiroho, tuko sawa. Leo tufanye gospel discussion. Leo kuna hili neno ndogo ambalo nataka tuliongelee. Teme au neno la leo ni habari za nyumbani kwetu. Habari za nyumbani kwetu. Ni neno ambalo nataka tuligusie siku ya leo. Nini ana habari za nyumbani kwetu? Habari ni mambo yalojiri na yanayojiri kunyumba kwetu. Mambo ambayo yanakuaga kwetu na yanayoendelea kwetu. Kwetu wapi? Mimi kama nani? Hivyo tena nataka nibigusie. Nikitaka kusema habari za nyumbani kwetu, mimi kama Mkristo naongelea habari za mbinguni. Kitabu kinasema hivyo wa Filipi 3:20 ile ambayo inaongelea kuhusiana na wenyeji wa Wakristo. Kwa hiyo kama wenyeji wa Wakristo huko mbinguni, ndo habari ambazo nataka nizigusie. Ila kuna hichi kitabu ambacho nitakisoma kwanza. Baada ya kusoma hichi kitabu, mara nyingi watu wakiongelea hichi kitabu huwa wanaongelea habari za mtu na mke wake. Wengi huwa wanaongelea jinsi ya kina mama wanayotakiwa kutii waume zao. Ni kitabu cha Esther. Kitabu cha Esther. Esther sura ya kwanza mstari wa 10. Mstari wa kwanza 10 hadi 12. Ila nitasoma hii 10a na Luka 12. Maandiko yanasema kwamba hata siku ya 7 mfalme alifurahiwa moyo wake kwa divai. Aliwaamuru Meumani, Biza, Orbana, Bita, Abata, Zateri na Kakasi, wale wasimamizi wa nyumba ya 7 waliohudumiwa mbele za mfalme Asuero, wanlete Vashti malkia mbele ya mfalme. Amevaa taji ya kifalme ili kuwaonyesha watu na maakida uzuri wake, maana alikuwa mzuri wa uso. Basi Vashti malkia alikataa kuja kwa amri ya mfalme kwa mkono wa wasimamizi wa nyumba. Kwa hiyo mfalme akaghadhabika sana na hasira yake ikawaka ndani yake. Hilo ni neno ambalo nitagusia sana hapa. Kama nilivyosema, wengi huwa wanaongelea wanapogusia hichi kitabu huwa wanaongelea habari za ndoa. Na mara nyingi ndoa katika maandiko ni kitu kizuri, kwa sisi wa Kristo. Na hata Paulo alipokuwa anaongelea mambo ya mke na mume, mara nyingi kule mwisho alikuwa anaenda kusema kwamba kwa hapa ninachokiongelea ni habari ya Kristo na kanisa. Mfalme ni nani kwenye nchi? Kwenye nchi aza kwenye ufalme, mfalme ni msimamizi, ni anayeamua mambo. Kuna methali fulani ambayo inasema neno la mfalme ni sheria. Sisi nyumbani kwetu ni mbinguni. Sisi wa Kristo nyumbani kwetu ni mbinguni. Huko mbinguni kuko mfalme. Na kama kuko mfalme, that means ni kwenye ufalme fulani ambako huo ufalme unakuwaga na sheria zake. Hizo sheria ni sheria ambazo zinatakiwa watu wa kule wanatakiwa kuzifuata. Kama hapa Marekani hivi kuna sheria zake ambazo watu tunatakiwa kuzifuata. Na kuna yale maneno ambayo msimamizi wa hapa kama rais anapoongea hilo neno moja kwa moja linaanza kufanyika kama sheria. Kwa nchi za ufalme ndio inakuaga. Mfalme akisema kitu moja kwa moja inakuwa sheria. Sasa Mungu ndo mfalme wa mbinguni. Huyu Mungu
kwa sababu neno la mfalme ni sheria. Na siye tuko na hichi kitabu Biblia ambacho tunakiita neno la Mungu. Kila nchi kuna kuwaga katiba, jinsi ya kuendesha nchi, jinsi watu wa kule wa kwenye ile nchi wanatakiwa kutembea, kuongea, za kuishi. Kuna yale maneno ambayo watu wa nchi hiyo wanatakiwa kuongea. Kuna maneno mengine kwenye nchi hiyo ukiyaongea utakuwa umeenda kinyume na sheria. Kama hapa Marekani kuna maneno unapoyaongea hayata kupeleka sehemu ambayo ni nzuri. Ni katiba ya hapa Marekani. Hivyo mbinguni nako kuna maneno hautakiwi kuwa unayaongea wewe kama raia wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa sisi ni Wakristo ambao sisi tulio Wakristo, kuna yale mambo ambayo Mungu aliyaweka kwetu. Kwa hiyo kama Mungu aliyaweka mambo fulani kwetu, anatarajia kupata mambo mengine kwetu. Kama ni vipawa na karama, za vipaji ambavyo Mungu aliviweka ndani yetu, vinatakiwa kufanya kazi. Hakikisha unafanya kazi kipawa chako. Na tusije tukajisahau, huyu mama alikuwa mtu wa kwenye huo ufalme kipindi cha utawala wa huyu mfalme Asuero. Kwenye huo utawala wake, alipoona huyu mama, akataka amuonyeshe mbele za watu jinsi uzuri wake ulivyo. Alipoamuru ya kwamba yule mama aende kuchukuliwa, yule mama kama malkia, kwa sababu yule namtaja kama mwanamke ambaye alikuwa ni mzuri sana, mzuri. Hii 12 na 11 inasemaje? Nasema kwamba walete Vashti malkia mbele ya walete Vashti malkia mbele ya mfalme, amevaa taji ya kifalme, ili kuwaonyesha watu na maakida uzuri wake, maana alikuwa mzuri wa uso. Ni ngumu kuelewa ninachokiongea habari za Vashti, tena naleta mambo ya ufalme. Ni kwamba Kristo kama Bwana wa kanisa, na sisi wanadamu ambao tunamwamini Kristo kama bibi harusi wa kanisa. Kanisa laweza likawa liko vizuri, narudia tena, kama vile wewe unaweza ukawa uko mzima na uzima wako. Kwa sababu ya ule uzima unaona kwamba haumhitaji Mungu tena kwenye maisha yako. Ni sawasawa na mwananchi ambaye hamhitaji mfalme, ambaye hahitaji kusikia neno la mfalme, hahitaji kutembelea sheria za ufalme. Vashti akakataa kwenda kwa amri ya mfalme. Kama vile na wewe kuna maneno kuna mambo ambayo unakataa kuyafanya, na ni maneno ambayo Mungu alikuambia ni lazima uyafanye, na ni maneno ambayo Mungu alikukataza ni lazima usiyafanye. Kristo alipokuja duniani hakuanza kufundisha kwa habari ya vyumba vya maombi, kwa habari ya makanisa, kwa habari ya vikundi vya kwaya. Maandiko anasema kwamba katika habari alizoanza kabisa, eti alienda akihubiri ya kwamba tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kwa hiyo, kwa nini watu watubu? Eti kwa sababu ufalme umekaribia. That means kuna maisha ambayo watu wanayaishi ambayo haitawaruhusu wao kuingia kwenye huo ufalme. Watu wana mambo mengi, na mlango wa huo ufalme ni mlango ambao ni mwembamba, si mkubwa. Biblia inasema kwamba ingieni kupitia mlango mwembamba, maana njia ni pana iendayo upotevuni, lakini mlango ni mwembamba. Njia ni mwembamba iendayo katika uzima wa mwanadamu, ndio huko mbinguni tunakoelekea. Sasa kuna kitu ambacho raia wa mbinguni wamekisahau sana. Biblia inatutaja sisi kama
taifa teule, watu wa milki ya Mungu, yani mimi na Mkristo mwenzangu.